Shimo la Lukuvi limekamilika. Maana Watanzania wana hamu sana na vifo vyenu, hasa vifo vya chama fulani. Ni vyema zaidi mjiangalie, mjitafakari kwamba je, mtaendelea na ubaya wenu mpaka lini? Kwa sababu mkiona viongozi kama hivi wanakufa, Watanzania na baadhi yao wanatoa nyimbo kwamba shimo la mtu fulani limeshakamilika. Ni mjitafakari sana kwamba nyie ni watu ambao mpo kwenye njia mbovu sana, na ni watu ambao mmekosea, mmefanya makosa na hamna mpango wa kurekebisha makosa mliyofanya. Ndio maana mnapokuwa mnaona vifo vyenu mnakufa namna hii, watu wanashangilia, ni kutokana na yale ambao mnakuwa mliyafanyia watu pale ambapo walilia, mlichukulia machozi ni kitu cha kawaida sana. Pale watu ambapo walikuwa kwenye maumivu mkachukulia maumivu ya kawaida, na ndo maana yakiwakuta nyie, unaona watu wanafanya sherehe kabisa, wanawatungia na nyimbo kwamba shimo la mtu fulani limeshakamilika. Mungu anamwambia Kaini kwamba je, ukitenda vema hutapata kibali? Anasema lakini usipotenda vema dhambi ipo mlangoni na kuotea. Ni kwamba mnaona mioyo ya watu wengi wa Tanzania haipo kwenu, ni kwa sababu mmetenda vibaya, ni kwa sababu mmefanya hovyo. Kuna nachokiona kwamba kuna marais ambao kama Magufuli, unaona kifo chake kiligusa mioyo ya wengi, na mimi kwa kweli sijaona tangu leo mtu ambaye alionekana Watanzania sio. Ni kweli najua mashetani hapo ambao huenda labda yalipenda kifo chake, ni mashetani hayo ambao huenda yalibanwa kwenye uraji fulani kwa sababu ya uongozi wake ama utawala, yanaweza kaa hapo. Lakini unaona kifo chake ni kifo ambacho kiligusa mioyo ya wengi. Watu wengi walikuwa kwenye huzuni, wanatandika nguo zao barabarani. Unaona ni kifo ambacho kiligusa mioyo ya wengi sana. Mioyo ya wengi sana walionyesha kuumia, tulionyesha kuumia kwamba basi tu, lakini kwa nini iko hivi? Lakini yote ilitokana ni mtu ambaye katika nafasi yake aliyokuwa nayo alijitahidi kufanya kila ambalo alijua ni jema. Alijitahidi kuminya kila mianya mbalimbali ya viongozi fulani ambao wenyewe walikuwa kwenye uraji fulani, alijitahidi kuminya. Unaona ni mtu ambaye hata alivyokuja kufariki, unaona ni mtu ambaye watu wengi tulikuwa kwenye majonzi mazito kwamba kwa nini hivi na hivi. Basi kwa kuwa hatuna cha kufanya, tufanyeje? Mkiona watu wanashangilia vifo vyenu, mjue ni watu ambao mmefanya hovyo, mmeshaharibu. Ni watu ambao maumivu ya watu, sema kifo ni kifo tu, kifo ni kifo tu, ni kawaida. Na huyu aliyetangulia nasema kwamba tunamshukuru Mheshimiwa Rais, uchaguzi ulikuwa wa amani. Uchaguzi ulikuwa wa amani tu, tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Uchaguzi ulikuwa wa amani, umemalizika kwa amani, ametupa uraji, mmepata kura nyingi, na kipande kikubwa cha Watanzania wengi ni kama hawakwenda kupiga kura. Hawezi kusema una amani mtu. Kuna watu ambao wamepigwa risasi, sio tu wale ambao sema labda, kuna watu ambao inasadikika kwamba walifuata mpaka majumbani mwao, walipigwa risasi. Umeona? Walipigwa watu ambao hawakuwa na hatia, mkasema kwamba uchaguzi ni wa amani. Ndio maana vifo vyenu leo unaona watu wengi ni kama wamefurahia vifo vyenu, na kusema kweli wataendelea kufurahia sana kama nyie hamtabadili njia zenu, kwa sababu kilichobaki sasa hivi kama mnataka kuna jambo moja tu, mjiuzuru, mwache vyeo mlivyo navyo, wakae wanaotakiwa kukaa kwenye hivyo vyeo. Nyie hamfai kwa sababu ya yale ambao yalitokea, nyie mkachukulia kawaida. Pale ambapo watu walikuwa naumia, wanalia, mkona vifo ni vya kawaida tu, kifo ni kifo tu. Lakini nyie yamewakuta, yametokea, mnasema kwamba nasikitisha, sio Watanzania sikufurahia vifo si vya viongozi wenu. Na kuambia kwamba Mungu anamwambia Kaini, ukitenda vema hutapata kibali. Anasema usipotenda vema dhambi iko mlangoni. Kwa hata viongozi hawa huyu ni kwamba
njia yake ndiyo ambayo imemfanya watu wamuone hapo alipo, wamuone hivyo walivyo. Watu wamuone hivyo kwa sababu ni mtu ambaye, ni watu ambao hakusimama upande wa watu, walisimama upande wao. Kwa labda kama ambao watakuwa wanalia labda familia zao tu, lakini kipande kikubwa, ukitenda vema utapata kibali. Kaini, fanya vema, ukitenda vema utapata kibali. Wapo marais wengi, wakina Mkapa. Unaona ni watu ambao sijaona yani wimbo wa moja kwa moja mpaka watu wanaimba shimo la Mkapa limesha chimwa. Mimi sijaona huo wimbo, sijajua kama upo. Sijaona kwaone kwamba nyie hata mkifa inaonekana vifo vyenu wa Tanzania wanavishangilia kwa sababu ya njia yenu mbovu na ovu ambao mmeichukua, ambao mnaone, yani ambayo nchi ambayo mmeamua kutembea. Vifo vya watu mmesema kawaida, haina shida. Na Tanzania na wenyewe vifo vyenu unaona kawaida, na unaona kweli wa Tanzania wanahamu na vifo vyenu, wanahamu sana, hasa viongozi wa chama fulani wanahamu, Watanzania wanahamu sana na vifo vyenu, wanahamu sana kwa sababu mlisema kwamba uchaguzi ulikuwa amani tu. Watu wanalia, watu wanapigwa risasi, wanawake katili ambao wanawake katili wasema haina shida. Ni hayo, ukitenda vema utapata kibali. Ukifanya vibaya automatically hatakupenda, watu watakupenda. Mtu yeyote akifanya vibaya hapendi. Okay, ngoja niishie hapo.